ila tu mimi ninachokuomba, shikilia huo ushauri wangu. Nadhani umenielewa. Kipoa dadangu. Nimekuelewa. Mwanamke dhaifu kweli, haoni hata ufedhuli wa yule mtu. Nyama za watu itakuwa zimejaa ndani kwao, lakini hazioni. Bana, wanawake sio kweli. Warembo, naona mmedamshi mmoja kijora fulani hivi, mmoja mikato, au sio? Sema unajua nini? Kwa mwenye kipindi ugonjwa wangu yani. Sister baby, fanya mpango hata nimpate rafiki yako huyo hapo. Chongoa namba tu. Unajua maelekezo si ndio hayo. Sikiliza wewe, sisi level zako. Mnajikuta keki, au sio? Kuvaa nguo za buku 2 buku 3 nini ni aje mshajikuta namba, au sio? Sikiliza, huko town kuna pisi kali kinyama. Yaani nyenye ninavyoangalia hivi ni kwamba moyo tu umeugusa, alafu sio kwamba umenitingisha. So kwa sababu ni ugonjwa wangu wenye vipini, ndio maana narudia tena. Kwa shoga yako hapo kama vipi ana ukunja, asikukunjishe na wewe roho. Unaona semaje? Umeshapata adabu sasa? Umesikia wewe? Maneno yako ulikuwa unatupakazia, unatufananisha na wanawake zako wa mjini, si ndio? Vipi umeona tunafanana? Samanini. Niliwajibu vile kwa sababu na nyinyi mlinijibu kwa nyodo. Hivyo yaishe. Nisameheni. Tena kwa zalazo kwa nazo. Ukatusukuma kuonesha haja fadhili, si ndio? Hayo ni mapito tu. Na mimi nina stressi. Kichwa changu kina vitu vingi. Acha jeuri! Toka mara moja!
Mungu wangu. Kula chumba hicho baridi. Kula chumba. Twende tukanywe maji. Mjebi. Vipi dada? Nahitaji nikwambie kitu. Sihitaji mazoea na wewe, sihitaji ukaribu na wewe, sawa? Tena iwe mwanzo na mwisho kunisimamisha hovyo. Tena ukome, na ukiendelea hivi itakuletea shida. Sijui unanielewa? Dada, kati yako wewe na mimi nani alimsimamisha mwenzake? Wewe tulishaongea huko tukamalizana. Mimi ninatoka huko ninaelekea nyumbani. Wewe umeniita kunisimamisha mimi. Sasa nashangaa wapi nilipokosea mimi. Nimeongea na wewe kutokana ulinitambulisha wewe ni rafiki ya dada yangu na ndio maana nikakujibu wewe. Bas. Nadhani kila ninachokwambia kinakuingia akilini. Sitaki kurudia maneno. Tena usijisahaulishe kabisa. Sijui unanisikia vile? Naomba niondoke. Yaani hichi kijiji too much. Yaani hata mimi ningekuwa mganga wa waganga ningewamaliza nyie wachawi wote. Mtu asipumua asikae kwa amani. Sasa kurudi nyumbani tena mnataka mnirudishe mtaani. Dada. Yaani wewe ushaanza kulanduka, ushakuwa chizi. Nilikwambia wewe. Haya unachosimama pale unaongeongea peke yako kama chizi kitu gani? Mimi nimekuona nikiwa na akili zangu timamu pale umesimama peke yako unaongea kama chizi. Mimi nilikwambia, huu mji huu. Haya ona sasa umekuwa kaza mwamwa. Dada, kwa hiyo unaniona mimi zimeniruka, sio? Ingekuwa mimi zimeniruka nisingekuwa naongea na wewe hapa sasa hivi kiufasaha. Iko hivi. Shoga yako kipenzi, sema nimemsahau jina tu kidogo. Ila ameniambia mmetoka wote pia kwenye msiba. Nimeshaongea naye nyuma kule. Hapa ananiita, Mjebi, subiri naomba kuongea nawe. Ananiambia usinisimamishe katika njia. Ukikutana na mimi usiongee na mimi chochote. Kata mazoea na mimi. Wakati yeye ndo aliyenisimamisha. Haya, sasa kama uliongea naye vizuri kule, unasemaje tena pale amekufuata na amekukela? Hivi mimi nakwambia nini? Nimekwambia nilikuwa naongea na shoga yako, ona niambia niko kama za mwamo. Unaona kwamba zimenicheza au sio? Sasa hapa mji ulikuwa hujajua. Huo ndo bado, yani hapo bado. Yani mpaka unyoke. Na utaelewa nini nilikuwa namaanisha. Mfanye kiburi hivyo. Nimekwambia mpigie shoga yako, mwambie mazoea asinizoee. Mimi sishobokei. Mimi nimekuita hapa kwa sababu kuna kitu mimi sikielewi ndugu yangu.
Huyu mdogo wangu anasema jana alikuwa anaongea na wewe. Lakini mimi nilivyokuwa namuona nilikuwa nimemwona peke yake. Na ndio maana nikakuita wewe, na wewe tena ulivyoniambia kwamba uliongea naye muda ule na hujamfokea. Nimeona sielewi. Na ndio maana nimewaita hapa wote ili tupate ukweli. Ni kweli Kadungu. Jana nilipotoka hapa nikakwambia naenda nyumbani, nilikutana na huyo kaka yako. Nikazungumza naye vizuri kabisa bila shida yoyote. Kisha nikarudi zangu nyumbani. Sasa sijaelewa hiyo ya mara ya pili. Dada, kwambie ukweli. Umekutana na mimi njiani pale, tumeongea fresh, tabasamu zito, ila umekuja kunisimamisha karibuni naingia nyumbani pale. Mara ya pili unanipa onyo kali kama Fid Force. Utasema nimemkosea. Mimi nikajiuliza huyu vipi na anisha nitambulisha kwamba ni rafiki yako. Nilikwambiaje vile? Dada, asijizime data wewe. Kwa nini unataka kukataa au sio? Ulichoniambia ni kwamba nikikutana na wewe popote, nisikusemeshe, nisikusalimie, mimi nisiongee na wewe chochote. Wakati hapo swaga za kwanza ulizonipanga kule kwamba wewe ni rafiki yake na dada yangu nini kila kitu fresh, tena unakojikuta unanishauri fresh ni jinsi ya kuishi. Mara ya pili unanisimamisha nimekaribia na nyumbani hapo unanipa onyo kali kama Fid Force na mfungwa. Sasa nimeelewa. Alokuja pale sikuwa mimi, alikuwa mume wangu, ila alikuja kwa njia ya mwili wangu mimi. Mume wako naongea na wewe kabisa, tena unaniambia wewe mbele yangu macho yangu haya mawili. Sikuja mimi, alokuja ni mume wangu na alikuja kwa ombile langu. Mimi ninachokumbuka tulipokutana pale tulizungumza tukamalizana, tena tulizungumza vizuri tu, nikakupa ushauri kisha nikaondoka zangu. Sasa nikukolomee mimi, nina ugovi gani na wewe? Unaona mchezo huo? Nilikwambia utayaona mengi. Wewe usiwe mbishi. Mimi anachokiongea naweza nikasema sawa. Kwa sababu mimi nilikuona pale ukiwa peke yako. Na wewe hapa kijijini kwetu upajui. Na ndio maana kuna muda nikakwambia utaviona vingi. Naomba niulize kitu. Mimi nigombane naye huyu kwa kipi? Kwa kosa lipi? Dada, mimi nakuomba endeleeni tu nyinyi na stori zenu, maana hapa mshaanza kunichanganya akili. Sielewi moja wala mbili. Lakini dada, ongea na rafiki yako basi, ujue tangu nakutana naye nimetokea kumuelewa sana, alafu mimi rijali tangu nifike kijijini hapa. So, ongea naye basi. Toka hapa usiniambie mimi maneno yako hayo. Yaani ile hatujamaliza unataka kuibwa lingine. Ongea naye basi. Nataka kuingilia mititi huku na uweza ugomvi. Mnaenda bwana wewe. Jitie uogopi pako yuko kwenye sahani wewe. Kakako naye ana mambo. Mzoe tu. Nataka kunitafutia janga lingine. Hili nilonalo tu sijamaliza. Nataka tena hilo si ndo jamani. Sio kwa kunisikitisha huko. Mbona tuachane naye. Haya, vipi na wewe? Mbona siku hizi nyumbani kwangu hauji? Yaani kwa bala hili linaloendelea shoga yangu, kwako utanisikia tu. Yaani siwezi kuja kwa sasa hivi. Maana mwenyewe naogopa hatari. Tafuteni balaa tu. Mimi yangu macho. Kidole kimoja kipo ndani, kidole kimoja kipo nje. Huyo mwana twamzikaje? Kidole kimoja kipo ndani, kidole kimoja kipo nje. Huyo mwana twamzikaje? Kidole kimoja kipo ndani, kidole kimoja kipo nje. Wanaushirika, leo nimewaita hapa kwa majambo haya mawili. Jambo la kwanza, nataka niwaongezee nguvu kidogo. Lakini jambo la pili,
kuna kakijana kameingia hapa kijijini kwetu, kanataka kutuchezea akili sisi, hakana adabu. Mkuu, kijana gani huyo? Ni kijana wa mzee ambaye tushatafuna nyama yake kitambo. Ni kijana wa mzee Malangisa, kanaitwa Mjebi. Mkuu, Sema kijana wangu. Mjebi ni mtoto mdogo sana kwetu. Huyu kijana wetu hatari sana huyu. Huyu kijana wetu hatari sana. Na ndio mlisi wangu wa baadaye huyu. Sasa basi, wewe Ndio mkuu. endelea na majukumu yako yale yale. Endelea kujifanya upande mwema, upande mnafiki. Sawa mkuu. Na wewe Ndio mkuu. wewe ndio malaika wetu hapa kijijini. Kiburudisho changu hichi. Ndio mkuu. Inatakiwa na iwe fundisho kwa yoyote mwingine atakayekuja kwenye hichi kijiji chetu. Ajue kwamba sisi ndio wenyewe wenye hichi kijiji. Sasa basi, kila mmoja atawanyike aende kwenye majukumu yake, na ndio maana tumeitana hapa kwa uchache. Sawa mkuu. Huyo mwana twamzikaje? Kidole kimoja kipo ndani, kidole kimoja kiko nje. Huyo mwana twamzikaje? Kidole kimoja kipo ndani, kidole kimoja kipo nje. Naomba nikuulize, mwenye shida ni mimi au wewe? Njoo mwenyewe. Yaani wewe na umri wako na hivyo unavyovifanya hamfanani. Umri wako sasa hivi itakiwa uwepo shuleni, mdogo wangu. Soma, hicho kitakusaidia. Lakini hizo kazi na mambo unayofanya, kusumbua watu wana kijiji, kuwapeleka puta mchaka, haitokusaidia katika maisha yako. Cha zaidi, utajikuta unakufa maskini. Sikiza nikwambie mdogo wangu, kwa umri wako nilivyokusimamisha hapa, ilipaswa umenipa heshima zangu, umenisalimia. Baba, shikamoo. Mimi na uwezo wa kukuzaa wewe. Wewe usiyafuatilia maisha yangu.